إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلال والنار جهنم. أيها المسلمون عباد الله، فأوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. أيها الناس، في الجمعة القادمة تحدثنا عن أوصاف النار. Enyi watu, katika Ijumaa iliyopita tulizungumza kuhusiana na sifa za moto wa Jahannam, na mwisho wa hutuba yetu tukazungumzia kidogo kuhusiana na sifa za watu wa motoni. Tukaona ya kwamba watakuwa ni watu waliofungwa minyororo, lakini pia watakuwa ni watu waliofungwa pingu, na hiyo ndio itakayokuwa hali yao watakapokuwa ndani ya moto wa Jahannam. Ayuha nas, enyi watu, wal yawm insha Allah sanuwasil, na leo hii insha Allah tutaendelea kuzungumzia min ahwali ahli an-nar, miongoni mwa hali ambazo watakuwa nazo watu wa motoni. Ayuha an-nas, alhalatu alula, hali ya kwanza, at-ta'amu al-athim alladhi tumla'u minhu butunahum, watakuwa wanapewa chakula ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya watu wenye madhambi, chakula ambacho kitakuwa kinajaza matumbo yao, watughassu huluquhum, na kitakuwa kinakaba koromero zao wakati wa kumeza. Watajalla hadha fi tilka ash-shajarati al-'azima, na chakula hiki kinatokea katika mti ambao ni mkubwa, allati, mti ambao asluha, asili yake, asharul usul, ni mbaya kuliko asili za vitu vyote. Wa aswauha, na asili ya mti huo ni mbaya kuliko asili ya miti yote. Mti wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumzia katika suratu Saffat, akasema innaha shajaratun, hakika mti ambao utakuwa umebeba chakula cha watu wa motoni ni mti ambao takhruju fi asli aljahim, unatokea katikati ya moto wa Jahannam, mti ambao umeota kutokana na moto wa Jahannam. Huo ni mti ambao utakuwa unatoa chakula ambacho watakuwa wakitumia watu wa motoni. Nas'alullah as-salamata wal afia. Wa manzaruha ibadallah min aqbahil manazir, muonekano wa chakula cha watu wa motoni ambacho kinatokana na mti huo
ni muonekano mbaya sana. Allah Ta'ala anasema tal'uha, chakula ambacho kipo katika mti huo ambacho ni matunda, tal'uha, matunda ya mti huo, kaannahu ruusu shayatin, muonekano wake upo kama vichwa vya sheitani, upo kama vichwa vya mashetani. Innaha shajaratu zaqum, mti wenyewe jina lake unaitwa zaqum. Allah Ta'ala anasema kwamba inna shajarata zaqum, hakika mti wa zaqum ambao umeandaliwa kwa ajili ya kutoa chakula cha watu wa motoni, ta'amul athim, ni chakula cha watu wenye madhambi, kalmuhli yaghli fil butun, chakula chake ni kama mafuta machafu ya moto ambayo yanachemka katika matumbo ya wale ambao wako ndani ya motoni. Chakula cha watu wa motoni, uchungu wake na umoto wake ni kana kwamba mafuta ya moto ambayo yanachemka katika matumbo. Nas'alullaha as-salamata wal afia. Allah subhanahu wa ta'ala pia anazungumzia chakula hicho, nasema thumma innahum ayyuhad-dallun al-mukaththibun, thumma innakum, kisha hakika nyinyi watu mliopotea, mliopinga Qur'ani, mkampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, la akiluna min shajaratin min zaqum, chakula chenu kitatokana na mti wa zaqum, famaliuna minha albutun, chakula hicho mtakuwa mnakula kinajaa tumboni na wala hakiishi. Fasharibuna alayhi min alhamim, na mtakuwa mnanyweshwa juu yake maji ya moto. Fasharibuna shurba alhim, mtakuwa mnakunywa kama vile ambavyo ngamia anakunywa, ngamia mgonjwa ambaye ana ugonjwa wa kunywa maji, anakunywa maji mengi lakini kiu haikatiki. Ndiyo mfano wa wanywao kinywaji cha motoni. Allah anasema hadha nuzuluhum yawmaddin, haya ndiyo mafikio yao watu wa motoni, makafiri, watu walioikataa Qur'an, watu waliomkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha nuzuluhum yawmaddin, haya ndiyo mafikio yao siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anauzungumzia mti huu ambao unatoa chakula cha watu wa motoni, anasema fa innahum la akiluna minha, hakika watu wa motoni watakula kutokana na mti huo. Famaliuna minha albutun, chakula kile kitakuwa kinajaa tumboni bila kuisha. Thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim, kisha watu wa motoni watakuwa wamechanganyiziwa kinywaji ambacho ni cha moto kitokanacho na huo mti. Thumma inna marja'ahum la ila aljahim, kisha marejeo yao watakuwa ni katika moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, sifa za chakula hiki ni sifa ambazo ni ngumu, ni sifa zinazotisha, ni sifa zinazoumiza. Allah jalla wa ala anasema wa ta'aman dha ghussa, chakula hicho ni chakula ambacho kina mwiba. Ibn Abbas radhiyallahu anhu akazungumzia chakula hicho akasema shaukun, kina mwiba ambao yaakhudhu bil halqi, unakamata katika shingo, fala yadkhulu wala yakhruju, chakula ambacho mlaji anakila hakiingii ndani wala hakitoki. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni sifa ya chakula cha watu wa motoni. Ibadallah, amma sharabuhum, ama kinywaji chao ambacho watakuwa wanakinywa, Allah subhanahu wa ta'ala
ameelezea aina 4 ya vinywaji vya watu wa motoni. Aina ya kwanza akasema al-ghassaq wal-hamim. Aina ya kwanza na ya pili ya kinywaji cha watu wa motoni ni al-ghassaq wal-hamim. Allah jalla wa ala anasema la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, watu wa motoni hawataonja ubaridi wala hawataonja kinywaji chochote, illa hamiman, isipokuwa watakuwa wanakunywa kinywaji cha moto, wa ghassaqa, na watakuwa wanakunywa usaha na damu. Watakuwa wanakunywa kinywaji ambacho ni majimaji ambayo yanatokana na kuungua kwao, yale maji ambayo ni machafu yananuka, ambayo yatakuwa yanatokana na kuungua kwa wale wanaoungua ndani yake, ndiyo yatageuzwa kinywaji chao. Aina ya tatu ya kinywaji Allah ameelezea kwamba ni as-sadidu wa huwa al-qayh wad-dam. As-sadid ni usaha na damu. Hiki ni kinywaji ambacho ni cha aina ya tatu ambacho watakuwa wanakunywa watu wa motoni. Allah akasema wasqa min ma'in sadid, siku ya kiyama watanyweshwa kutokana na maji ya usaha na damu. Yatajarrahu, mtu ambaye ni mjasiri, mtu ambaye ana kibri atajaribu kunywa kile kinywaji. Allah anasema wala yaqadu wala yakadu yazighuhu wala yakadu yasighuhu, wala hataweza kunywa kinywaji hicho. Ndugu zangu katika imani, Qatada rahimahullahu ta'ala alisoma aya hizi kisha akasema kuambia watu ambao walikuwa wamekaa nao, hal lakum bihadha yadan am lakum ala hadha sabr, hivi nyinyi mna uwezo wa kuwa na subira katika kinywaji hiki? Mna uwezo wa kusubiria? Ta'atullahi ahwanu alaykum, akasema kumtii Allah ni vyepesi kwenu nyinyi. Ya qaum, enyi watu, fa'ati'u Allah wa rasulahu, mtiini Allah na mtume wake muweze kuepuka na adhabu hizi ambazo watakuwa wanapata watu wa motoni. Aina ya 4 ya kinywaji cha watu wa motoni, Allah anasema wa yastaghithu, watu wa motoni wataomba uokovu, yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh, kisha watapewa maji, watasaidiwa maji ambayo kalmuhl ni kama vile mafuta ya moto, yashwi alwujuh, maji hayo yatakuwa yanaunguza nyuso zao. Allah anasema bi'sa sharab, hicho ni kinywaji kibaya, wasaat murtafaqa. Ndugu zangu katika imani, ama nguo zao ambazo watakuwa wanavaa katika moto wa jahannam, Allah anasema falladhina kafaru, na wale waliokufuru, qutti'at lahum thiyabun min nar, watakatiwa na kupewa nguo ambazo zinatokana na moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, nguo ambazo watakuwa wanavaa zitakuwa ni nguo ambazo zimetokana na moto wa jahannam. Allah anaelezea sifa za nguo hizo, anasema watara almujrimina yawma idhin, siku ya kiyama utawaona waovu, muqarranina fil asfadi, hali ya kuwa wamefungwa na pingu, sarabiluhum, nguo zao min qatranin, zitakuwa zinatokana na risasi iliyosagwa, risasi iliyoyeyushwa ambayo ni ya moto. Wataghsha wujuhahumun nar, na zitakuwa na nyuso zao zitakuwa zimefunikwa na moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani,
ama matandiko yao, vitu ambavyo watakuwa wanalalia na vile ambavyo watakuwa wanajifunika. Allah anaelezea, anasema lahu min jahannama mihadun, watu wa motoni watakuwa wamejifunika, watakuwa wamelalia mihadun ni mashuka ya kulalia. Kisha Allah anasema wa min fawqihim ghiwash, na juu yao watakuwa wamejifunika matandiko, na matandiko yenyewe yatakuwa yametokana na moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, nas'alullaha ayuwaffiqana bi ta'atihi, tunamuomba Allah tuwafikishe kumtii yeye na tuepushe kutokana na moto wa jahannam. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuha an-nas, enyi watu, an-naru la tatruku ahlaha, moto wa jahannam hauachi wale ambao watakuwa ndani yake, bal taghshahum, bali unawafunika, min jami'i jawanibihim, kutokea katika pande zao zote, hata tasila ila a'dha'ihim fatuhriquha, mpaka moto huo utafikia katika viungo vyao na utakuwa ni wenye kuviunguza viungo hivyo. Allah anasema waman khaffat mawazinuhu, na yule ambaye atapimwa matendo yao mema yakawa ni machache, fa ulaika alladhina khasiru, Allah anasema hao ndio waliopata hasara. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio ambao wamepata hasara ya nafsi zao. Fi jahannama khalidun, wataishi motoni milele. Yalfahu wujuhahum an-nar, Allah anasema utazifunika nyuso zao moto. Wa hum fiha kalihun, na ndani ya moto wa jahannam nyuso zao zitakuwa na sifa tatu. Sifa ya kwanza, nyuso zao zitakuwa zimekunjamana, na sifa ya pili, midomo yao itakuwa imeungua na kukauka, na sifa ya tatu, meno yao yatakuwa yametoka nje, kwa maana nyama za midomo yao zitakuwa zimekauka kiasi kwamba haziwezi kufunika meno yao. Ndugu zangu katika imani, tunamuomba Allah tuepushe na moto wa jahannam. Ibadallah, nyuso zao pamoja na kwamba zitakuwa katika hali hiyo, bado zitakuwa zinaburutwa, wanavutwa hali ya kuwa nyuso ziko chini, zinaburutwa katika moto wa jahannam. Allah anasema yauma tuqallabu wujuhahum fi an-nar, siku ambazo nyuso zao zitageuzwa na kuwekwa chini katika moto wa jahannam. Yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul, watakuwa wanalalamika, wanajuta, wanasema ya laitana, lau sisi ata'ana Allah, tungemtii Mola wetu, wa ata'ana ar-rasul, na tukamtii mtume wetu. Ndugu zangu katika imani, pamoja na hilo, nyuso zao zitakuwa ni nyeusi sana. Allah anasema walladhina kasabu sayiat, na wale ambao walichuma madhambi, jazaa sayiatin bimithliha, watalipwa malipo ya ubaya mfano wake. Watarhaquhum dhilla, na watafunikwa na udhalili. Ma lahum min Allahi min asim, siku hiyo hawatakuwa na kuwakinga kutokana na adhabu. Kaannama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudhlima, nyuso zao ni kana kwamba zimefunikwa na kiza ambacho kimetanda giza lake. Kisha Allah akasema yauma taswadu wujuh, siku ya kiyama ni siku ambayo nyuso zitakuwa nyeusi, watabyadu wujuh, na nyuso nyingine zitakuwa ni nyeupe.
kwa maana nyuso za watu wa peponi zitakuwa ni nyeupe na nyuso za watu wa motoni zitakuwa ni nyeusi zilizofunikwa na kiza kinene. Ndugu zangu katika imani, watu wa motoni watakuwa wanapiga ukelele mkubwa, wanamuomba Allah awasaidie, kama Allah anavyosema kwamba wahum yastarikhuna fiha, watu wa motoni wanapiga makelele katika moto huo, wanasema rabbana, ewe Mola wetu, akhrijana, tunaomba ututoe motoni, na'mal saliha ghaira alladhi kunna na'mal, tukatende matendo mema kinyume na yale ambayo tulikuwa tunayatenda, lakini tayari watakuwa wameshachelewa. Allah Ta'ala anasema waqala alladhina fi an-nar, watasema watu wa motoni li khazanati jahannam, wakiwa wanawaomba walinzi wa motoni, wanawaambia ud'u rabbakum, muombeni Mola wenu, yukhaffif anna, atupunguzie sisi, yawman min al'adhab, atupunguzie leo kutokana na adhabu hii ambayo inaumiza. Ibadallah, fal'adhabu mustamirun, adhabu ya kiyama, adhabu ya motoni ni yenye kuendelea, wala yanqati, wala haikatiki, hata inna ahlaha, mpaka watu wa motoni watasema sawaun alaina ajzana, sawaun alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis, sawa sawa leo hii tuwe na subira au tusiwe na subira. Leo hii tumekamatika, leo hii hatuna pa kukimbilia, leo hii hatuna wokovu, tutakuwa ni wenye kuendelea kuadhibiwa. Ndugu zangu katika imani, ili kuonyesha kwamba hakuna kufa katika moto wa jahannam, italetwa umauti, kisha utaletwa kwa sura ya kondoo, kisha utachinjwa baina ya pepo na moto. Na hiyo ni kuonyesha kwamba kuna uhai peke yake. Umauti unauawa, umauti unachinjwa, umauti unaisha, kwa maana ni maisha ya kuendelea. Watu wa motoni makafiri watakuwa ni wenye kuendelea kuungua, na watu wa motoni Waislamu tunatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ipo siku watakuja kutoka, kama anavyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe na anaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Na hii ni kinyume na wanavyoitakizi maibadi. Maibadi wanaitakidi kwamba mtu ambaye ni Muislamu mwenye madhambi makubwa akiingia motoni atoki milele, na haya ni makosa, si kweli, kwa sababu hata ukiwaangalia wao wanafanya madhambi makubwa, pamoja na kwamba wanaitakidi ya kwamba mtu akifanya dhambi kubwa atoki motoni milele. Wananyoa ndevu, wanavaa isbali, na haya ni katika madhambi makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, itikadi sahihi ya ahli sunnah wal jamaa ambayo ipo katika Qur'ani na Sunna inaonyesha ya kwamba watu watakapoingia motoni Waislamu, ipo siku Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa. Lakini ndugu yangu, hilo lisikudanganye ukaamua kufanya mabaya, ukaamua kuzini, ukaamua kufuta bangi, ukaamua kunyoa ndevu, ukaamua kuvaa isbali, ukaamua kuiba, kusengenya, kutukana na kufanya maasi ya aina mbalimbali. Nisikudanganye, hakika moto wa jahannam ni mkali na hakuna anayeweza kuvumilia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabri wa qina adhabad dayn. Allahumma yassir lana kull asir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة.